Kwa hiyo mjiangalie mnapokuja hapa mbele. Mjiangalie. Mjiangalie mnapokuja kuimba hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu nyinyi ndio mnasababisha sisi tumuone Mungu, tuhisi uwepo wa Mungu. Kwenye uimbaji, mahubiri ni kama ziada. Halo. Kule mbinguni wanaposema wanaimba, kwani kule mbinguni kuna mahubiri? Mahubiri si yamekuja baada ya dhambi? Baada ya dhambi. Lakini kitu kinachobeba uzito ni uimbaji. Wana wa Israeli walipovuka bahari ya Shamu, walipovuka tu wakaanza kumwimbia Mungu kwa nyimbo, wakaanza kumshangilia Mungu. So, ndicho kilichobeba kusudi la Mungu, sio mahubiri. Mahubiri kwa sababu ya dhambi. Tunasema hivi ili tuache dhambi. Lakini ingelikuwa tunakuja hapa tunaanza tu kusifu na kuabudu. Kusifu na kuabudu inatosha kabisa kwenda mbele za Mungu. Haleluya. Na tunamwona Mungu akishuhudia. Lakini tunashindwa kwa sababu gani? Mioyo ya watu imeharibika. Inahitaji mafundisho. Inahitaji isemwe. Imeharibika. Usiruhusu moyo wako kuharibika. Usiruhusu kabisa kuwa mtu wa dunia. Uwe mtu wa ndani ya Kristo. Ufanywe upya. Ugeuzwe nia. Ufanywe upya. Unapofanywa upya, Mungu anafanya mambo. Haleluya. Haleluya. Tunahitaji kuwa na mabadiliko. Ninatamani sana kanisa kuwa na mabadiliko ya kweli. Tuache maigizo. Maigizo tuache. Wengi tuko hapa tunaigiza. Tuache maigizo. Maisha yanakupeleka kama vile kweli, lakini sio. Tuache maigizo. Tumtafute Mungu katika roho ili tuone mabadiliko. Tunapoabudu Mungu, tumwabudu katika roho. Tunapomtukuza, tumtukuze katika roho. Watu wanapotutazama huko mitaani, watamani kuyaishi maisha yao. Watamani. Waseme mimi ningekuwa kama fulani. Ningekuwa kama yule. So maisha yako ni ushuhuda. Yesu akasema huko mtaani wananisema mimi kwa nani? Na wewe huko mtaani wanakusema wewe kwa nani? Hello. Juzi nikawaambia, Alhamisi nikawaambia, maisha yetu yanachunguzwa kila tunapoitwa leo. Sawa? Maisha yetu. Nikawaambia hapa, maisha yanachunguzwa. Maisha yangu mimi yanachunguzwa. Maisha yako wewe yanachunguzwa. Wewe unafikiri unaishi, lakini kuna watu wanayachunguza maisha yako. Ukiamka asubuhi wanachunguza maisha yako. Nikiamka asubuhi wanachunguza maisha ya mchungaji. Leo anaangukia wapi? Leo tutasikia nini kimetokea? Wanachunguza ni nini amefanya. Hata wewe maisha yako yanachunguzwa. Kwamba utakatifu ama wokovu ulionao unaishi sawa sawa ama unaishi tofauti. Ndipo sasa wanayaangalia, wanasema huyu hamna kitu. Ni bora mimi nisienda kanisani. Si afadhali mimi bwana niko mtaani. Huyu hamna kitu chochote, anajifanya anaenda kanisani bure kabisa. Naona mambo anayoyafanya hayaendani na yeye. Kwa nini ufike mahali uambiwe hivi? Lazima wewe mwenyewe uanze kurudi. Uanze kujisafisha. Uanze kujitengeneza. Kuona kwamba una haki mbele za Mungu. Kuishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Uwe tayari kubadilika. Uwe tayari kugeuka.
Uwe tayari kuwasha taa yako muda wote. Usiruhusu taa yako izimwe. Usiruhusu hiyo taa kwa sababu ya kukata tamaa ikazima. Usikate tamaa. Ruhusu taa yako iwake muda wote na utamfurahia Mungu. Halo.